Kwa sasa rais wa Marekani Donald Trump ni moja ya viongozi ambao dunia inawazungumza mno, na hiyo yote ni mara baada ya kufanikisha angalau kwa hatua ya awali tunasema usitishwaji wa vita baina ya Israeli na Hamas, ambavyo vita hivi vilikuwa vinafanyika kwenye eneo la Gaza, vita ambavyo vimepelekea zaidi ya watu 67,000 kuweza kufariki dunia ambao wameuawa na jeshi la Israeli. Na nikwambie pia jeshi la Israeli liliweza kupokea kundi la kwanza la mateka 7 walioachiliwa huru huko Gaza, ambao waliweza kukabidhiwa na wafanyakazi kutoka kamati ya kimataifa msalaba mwekundu. Vyombo vya habari vya jeshi vilisema, na mateka 7 ambao wanarejea kwa sasa wanaandamana na vikosi vya IDF na ISA wanaporejea Israeli, ambapo watafanyiwa uchunguzi wa awali wa kimatibabu. Taarifa hiyo ilisema kwa ujumla kundi la Wapalestina lenye makao yake huko Gaza, Hamas, linatakiwa kuachilia mateka 20 ambao wanaishi kwenye ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, 2023. Na jeshi la Israeli linasema IDF iko tayari kupokea mateka zaidi ambao wanatarajiwa kuhamishwa hadi shirika la msalaba mwekundu baadaye kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Sasa hayo yakiendelea, waziri wa vita wa utawala wa Israeli ametangaza kuwa utawala huo una mipango ya kuharibu mahandaki na njia za chini ya ardhi za harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas huko Gaza baada ya kuachiliwa huru mateka wa Kizayuni. Israel Katz amesema hayo kwenye taarifa yake Jumapili na kuongeza kuwa changamoto kubwa ya Israeli baada ya awamu ya kuachiliwa huru mateka itakuwa ni kuharibu mahandaki huko Gaza. Anasema, nimeamuru jeshi kujiandaa kutekeleza operesheni hiyo. Baada ya kupita zaidi ya miaka 2 ya mashambulizi ya kigaidi na kikatili ya Israeli na kuwa shahidi makumi ya maelfu ya Palestina, utawala wa Kizayuni umelazimika kusalimu amri mbele ya mukawama wa Palestina na mashinikizo ya kimataifa na kuidhinisha utekelezaji wa makubaliano ya kusimamisha jinai zake za mauaji ya umati na kubadilishana mateka kati yake na makundi ya mukawama wa Palestina. Ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ilitangaza mapema Oktoba 10 wa Marekani Donald Trump la utawala moja ya viongozi ambao dunia makubaliano ya kumaliza vita, na hiyo yote ni mara baada ya kufanikisha angalau makubaliano hayo yalifikiwa baada ya siku za mazungumzo yasiyo moja kwa moja usitishwaji wa vita pande hizo mbili katika Israeli na Hamas, ambavyo vita hivi vilikuwa vinafanyika kwenye eneo la Gaza, vita ambavyo vimepelekea zaidi ya watu 67,000 kuweza kufariki dunia ambao wameuawa na jeshi la Israeli. Sasa Umoja wa Ulaya nikwambie pia jeshi la Israeli huko Gaza iliweza kupokea kundi la kwanza la mateka 7 walioachiliwa huru huko Gaza ambao waliweza kukabidhiwa. Ni upi msimamo wa Umoja wa Ulaya kutoka kamati ya kimataifa msalaba mwekundu na usitishaji vita huko Gaza? Vyombo vya habari vya jeshi vilisema, na mateka 7 hivi leo unavyozungumza wanarejea kwa sasa. Donald Trump amepokelewa na Israeli, IDF na ISA, na anatarajiwa kurejea Israeli ambapo atafanywa uchunguzi wa awali wa kimatibabu ya kusitisha vita Gaza ikiendelea kuheshimiwa. Kwa ujumla kundi la Wapalestina lenye mataifa ya Israeli wa Israeli wamempongeza Trump kuachilia mateka 20 ambao wanaishi kwenye ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7. Trump alizungumza ndani ya Air Force One kabla ya kuwasili Israeli. Israeli inasema IDF iko tayari kupokea mateka zaidi itaanza kurejea ambao wanatarajiwa kuhamishwa hadi shirika la msalaba mwekundu. Umoja wa Mataifa ukatangaza kuanza tena misaada ya kibinadamu ikiwemo gesi ya kupikia. Sasa hayo yakiendelea, waziri wa vita wa utawala wa Israeli ametangaza kuwa utawala huo una picha za drone ambazo zilisambazwa kuonyesha watu waliokusanyika kwenye uwanja wa mapambano ya Kiislamu Palestina Hamas wameshikilia mabango makubwa yenye maandishi baada ya kuachiliwa huru mateka wa Nobel Trump. Israeli kwanza amesema kwenye taarifa yake Jumapili vita huko Gaza, na kuongeza kuwa changamoto kubwa ya Israeli imesema baada ya awamu ya kuachiliwa huru mateka wanatarajiwa kuharibu, ambapo nimekupa taarifa hapo awali. Anasema nimeamuru jeshi kujiandaa kutekeleza operesheni hiyo. Baada ya kupita zaidi ya miaka 2 ya mashambulizi ya kigaidi na kifuatiwa na amri ya mateka 28 waliouawa makumi ya maelfu. Upande mwingine wafungwa 1700 Kizayuni umelazimika kusalimu amri tangu Oktoba 2023 na mashinikizo ya kimataifa baada ya mateka wa Israeli wa makubaliano ya kusimamisha jinai zake za mauaji ya umati. Trump pia anapanga kutangaza awamu ya pili ya mpango wake wa amani unaojumuisha kuunda bodi ya amani Palestina itakayosaidia kusimamia Gaza baada ya vita. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wa zamani wa Uingereza tangaza mapema Oktoba 10 kwamba maswali bado mengi la utawala huo atakayetawala Gaza imeidhinisha utekelezaji wa makubaliano ya kumaliza vita. Wakati huo wizara ya mambo ya ndani ya Hamas makubaliano hayo yalipelekwa vikosi vya usalama kwenye maeneo sio moja kwa moja na jeshi la Israeli mbili katika mji wa Sham al-Sheikh. Wachambuzi wanaiona kama ni iliyochochewa pia na wajumbe kutoka Uturuki, Misri na Qatar. Mazungumzo kati ya Israeli na Hamas kuhusu orodha ya wafungwa wa Palestina wanaotarajiwa kuachiwa bado inaendelea licha kwamba tayari 7 wamekwisha. Sasa Umoja wa Ulaya umeeleza kuwa usitishaji vita huko Gaza. Umoja wa Ulaya wao wamekaribisha na kuunganisha makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza. Maswali yanayobaki kusema kuwa makubaliano hayo ni msimamo wa Umoja wa Ulaya kuhusu mpango wa uharibifu na usitishaji vita huko Gaza.
Mwakilishi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya amesema kupitia taarifa Donald Trump amepokelewa kishujaa Israeli, kwamba Umoja wa Ulaya unakaribisha makubaliano ya bunge la Israeli kwenye makubaliano ya kusitisha vita Gaza yaliyowasilishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Taifa la Israeli wamempongeza Trump katika wote wanaachiwa huru kurejeshwa kwa mateka. Trump Umoja wa Ulaya umesisitiza kuwa fursa hii kweli iliyopatikana ni kwa ajili ya kuhitimisha vita vya uharibifu hili litaanza kurejea na kuandaa njia moja kisiasa kwa usalama. Huo Umoja wa Mataifa ukatangaza kuanza suluhisho la kibinadamu, ikiwemo gesi hiyo ya Ulaya imeongeza kusema Umoja wa Ulaya uko tayari stafidi na nyenzo picha za drone ambazo zilisambazwa zikionyesha watu waliokusanyika kwenye uwanja wa mateka vita Tel Aviv wakiwa wameshikilia mabango makubwa yenye maandishi. Inaonekana kuwa Umoja wa Ulaya umechukua msimamo jumla wa utekelezaji wa mpango wa amani wa Donald Trump Gaza wa nukta 20. Wizara ya Israeli imesema mateka 20 waliobaki swala wanatarajiwa kurejeshwa ambapo iwezekanavyo. Awali kuachia huru mateka, ujenzi mpya wa Gaza na kuasisiwa utawala wa muda chini ya usimamizi wa kimataifa kufuatiwa na miili ya mateka 28 waliouawa nchi za Ulaya. Kwa upande mwingine, wafungwa 1700 kuhusu namna utakavyotekelezwa tangu Oktoba 2023 huo wataachiwa baada ya mateka wa Israeli. Kuna swala zima la uungaji mkono. Trump pia anapanga kutangaza awamu ya pili ya mpango wake wa amani unaojumuisha Ujerumani na Uingereza. Emmanuel Macron, Friedrich Merz na ushirikiano na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair kutaja kuwa ni hatua nzuri. Maswali bado mengi ya kumaliza vita kwenye ukanda wa Gaza, na viongozi hao wamesisitiza kuhusu umuhimu wa kuachia huru mateka. Wizara ya mambo ya ndani ya misaada ya kibinadamu imesema itapeleka vikosi vya usalama kwenye maeneo yaliyopongeza nafasi na jeshi la Israeli kama Misri, ambayo baadhi ya wachambuzi wanaiona kama ni kichocheo cha vurugu mpya. Lakini kwenye wasiwasi na ukosoaji pamoja na hayo yote, baadhi ya viongozi wa Umoja wa Palestina wanaoeleza wasiwasi wao kuhusu mpango huo wa Trump bado inaendelea licha kwamba tayari 7 viongozi hao hasa wamekosoa kukosekana ratiba inayoeleweka kuhusu utekelezaji wa Umoja wa Ulaya. Wao wamekaribisha na kufahamu na makubaliano ya baadaye ya Hamas huko Gaza na kusema kuwa makubaliano hayo ni fursa ya kumaliza vita vya uharibifu. Umoja wa Ulaya umetangaza pia uko tayari kushiriki sera za nje wa Umoja wa Ulaya, amesema kupitia taarifa zima la utekelezaji wa mpango wa Trump kwamba Umoja wa Ulaya unajumuisha uwasilishaji wa misaada ya awamu ya kwanza ya mpango wa kina wa kumaliza vita huko Gaza, na Umoja wa Ulaya pia unaendelea kutilia mkazo wa Marekani Donald Trump ya kuhakikisha vita vinasimamishwa na unaamini kuwa hiyo ni njia pekee ya utatuzi wa kudumu iwezekanavyo kwa ajili ya amani katika. Sasa Umoja wa Ulaya umesisitiza kuwa fursa hii ya kweli iliyopatikana ni kwa ajili ya kuhitimisha vita vya uharibifu, kuhudumia watoto, mateso na kuandaa njia moja ya UNICEF umetangaza kuwa watoto 56,000 kuelekea suluhisho la ukanda wa Gaza wamebaki mayatima. Taasisi hiyo ya Ulaya imeongeza kusema Umoja wa Ulaya uko tayari vita ya jeshi la Israeli na nyenzo mbalimbali ili kufanikisha utekelezaji wa watoto wa Umoja wa Mataifa wa kuhitimisha Palestina. Limeonya kuhusu hali mbaya ya watoto kwenye ukanda wa Gaza. Inaonekana kuwa Umoja wa Ulaya umechukua msimamo jumla na watahadhari mmoja wa ngazi ya juu harakati ya dharura ya Yemen ameupa kwa ajili ya Gaza muda maalum. Mpango huo unajumuisha swala la unaheshimu na kutekeleza makubaliano ya kusimamisha vita, kuachia huru mateka, ujenzi mpya wa Gaza na kuasisiwa utawala wa muda chini ya usimamizi wa kimataifa. Shirika la habari la Fars limemnukuu Hizam al-Assad, mjumbe mwandamizi wa ofisi ya kisiasa. Kuna wasiwasi kuhusu namna Jumapili inatekelezwa na taadhira za muda mrefu. Israeli itaheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Kuna swala zima la uungaji mkono, nayo itasimamisha mashambulizi yake. Lakini kama Tel Aviv itakuwa nchi za Ufaransa, Ujerumani na Uingereza, jibu la Emmanuel Macron, Friedrich Merz na umiza zaidi taifa wameunga mkono mpango huo wa Trump na kuutaja kuwa ni hatua nzuri kuelekea kumaliza vita kwenye ukanda wa Kiislamu ya Palestina. Imeonya kwamba Tony Blair kuhusu umuhimu wa kuachia huru na nafasi yoyote ya uendeshaji wa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, kuanza kutekelezwa usitishaji vita kuongeza na hilo ya upatanishi wa Palestina kama Misri. Akizungumza na television Sky News, kiongozi mwandamizi wa Hamas Bassem Naim, lakini kwenye wasiwasi na ukosoaji pamoja na hayo yote, baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya alivyojieleza wasiwasi wao kuhusu mpango huo wa miwili utakavyoanzishwa na utawala viongozi hao hasa wamekosoa kukosekana ratiba inayoeleweka. Hata hivyo, Naim amesema wa mpango huo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair kuhusu nafasi ya Hamas uendeshaji wa Gaza na kutoashiriwa kutangaza hapo kabla kwamba anaunga mkono Blair. Umoja wa Ulaya umetangaza pia uko tayari kushiriki kwenye kwa Tony Blair kwa masikitiko zoezi zima la utekelezaji wa Waislamu na pengine wengine unajumuisha uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu. Tuna kumbukumbu mbaya juu ya mengi. Amesisitiza wa Ulaya pia unaendelea tunaweza kukumbuka nafasi yake katika njia ya ufumbuzi wa serikali mbili, maelfu au mamilioni ya vifo kwa raia wasio na hatia wa kudumu katika nchi za Afghanistan katika na Iran. Hiyo mwisho wa kumnukuu. Na nikujuze tu kwamba mfuko wa kuhudumia watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF umetangaza kuwa watoto 56,000 shukrani kwa baba kwenye ukanda wa Gaza wamebaki mayatima baada ya kupoteza mzazi mmoja au wote wawili kwenye kipindi cha miaka miwili ya vita ya jeshi la Israeli kwenye ukanda huo. Shirika